Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao kabla ya uhalisia kujidhihirisha, ishara na dalili hujionyesha kwanza. Hivyo, hata unapokuwa katika mahusiano na mwanamke ambaye unampenda, ikiwa mwanamke huyo anakupenda kwa dhati na ni mwaminifu, kuna viashiria ambavyo utaviona katika mahusiano yenu. Lakini ikiwa umeingia kwenye mahusiano na mwanamke asiyekuwa mwaminifu, yani mwanamke ambaye ameanza kukusaliti, kuna viashiria ambavyo utaviona katika mahusiano yenu. Katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwa mwanamke ambaye uko naye katika mahusiano, ujue ni mwanamke ambaye ameanza kukusaliti. Inawezekana wakati wewe unadhani uko peke yako katika mahusiano, basi kuna wanaume wengine ambao pia yupo nao katika mahusiano. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona kwa mkeo, ujue ameanza kuchepuka na mwanaume mwingine. Namba 1, anaanza kukudharau ghafla pasipokuwa na sababu ya msingi. Kudharauliwa katika mahusiano kunaweza kutokana na vitu mbalimbali ambavyo mwanaume anavifanya kwenye mahusiano. Pengine mwanaume ambaye anaonyesha tabia mbaya katika maisha yake anaweza kuwa miongoni mwa wanaume ambao wanaweza kudharauliwa na wanawake ambao wameingia nao katika mahusiano. Lakini wakati mwingine kitendo cha mwanaume kutojiheshimu mwenyewe kinaweza kikapelekea mwanamke wake akashindwa kumheshimu. Lakini yapo baadhi ya mazingira ambayo pamoja na kuwa unajiheshimu, unamheshimu mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano, pasipokuwa na sababu yoyote unashangaa anaanza kukudharau. Endapo ishara hii itajidhihirisha kwenye maisha yako, ujue kuna uwezekano mkubwa mwanamke ambaye umemuoa ameanza kukusaliti, yani ameanza kuchepuka na wanaume wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, nafasi ya mwanamke katika mahusiano ni mtawaliwa na nafasi ya mwanaume katika mahusiano ni mtawala. Ndiyo maana mwanaume huitwa bwana, mwanamke huitwa bibi. Hivyo mtawaliwa hawezi kuwatumikia mabwana wawili. Ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Taifa huwa lina kiongozi mmoja. Taifa moja haliwezi kuwa na marais wawili. Hata katika ufalme huwa una mfalme mmoja. Ikitokea kuna mfalme mwingine, anakuwa ni muasi. Hivyo utakapobaini mambo hayo, ni vema ukajaribu kumchunguza kwa kina mwanamke ambaye upo naye katika mahusiano, kwa sababu heshima ambayo alikuwa anakupa wewe huenda ameihamisha na anampa mwanaume mwingine. Namba 2, anapoteza hisia za kushiriki tendo la ndoa na wewe. Miongoni mwa vitu ambavyo husimamisha na kusimamia misingi ya ndoa katika mahusiano ni tendo la ndoa, kwani mahitaji yote mwanadamu anaweza akayapata katika makazi yake ama nyumbani kwao, lakini tendo la ndoa ni mpaka pale utakapoingia katika ndoa na mtu ambaye umedhamiria kuingia naye kwenye maisha ya ndoa. Mtu anapoolewa na wewe anajua kabisa tendo la ndoa ni haki yako, na ndiyo maana baadhi ya imani katika kujua umuhimu wa tendo la ndoa, hata mwanaume anapokuwa amekorofishana na mwanamke wake katika kiwango ambacho hawawezi kuzungumza tena, lakini bado watu hawa wanatakiwa kuendelea kushirikiana katika tendo la ndoa. Unaweza ukapata picha ni kwa kiwango gani tendo la ndoa lilivyokuwa muhimu kwa wanandoa. Kwa kawaida, mtu anaposhiriki tendo la ndoa na wewe ni kwa sababu anahisia na wewe. Ukiona mtu anakwepa au hataki kushiriki tendo la ndoa na wewe, maana yake hana hisia na wewe. Mara nyingi mtu aliyekuwa na hisia na wewe mwanzo, ghafla hisia hizo zikapotea juu yako, huwa kuna uwezekano kuna mtu mwingine ambaye amekuwa ni mbadala wako. Hata unapokuwa katika mahusiano ya ndoa na mwanamke anapoanza kushiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine, hisia zote humwelekea mwanaume ambaye mwanamke wako anashiriki naye tendo la ndoa.
Kwa maana hiyo, hisia na wewe huwa zinapotea, na hapo ndipo mwanamke ataanza kukwepa kushiriki tendo la ndoa na wewe. Utakapoiona ishara hii kwa mwanamke ambaye upo naye katika ndoa, jaribu kumchunguza, inawezekana kuna mbadala wako katika maisha yake ya mahusiano. Namba 3, anaweka ulinzi katika simu yake ambao hahitaji uweze kuujua. Inawezekana mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ya ndoa alikuwa ni kiumbe ambaye awali alikuwa muwazi kwa kila kitu katika maisha yake kwako. Inawezekana hakuwa ni mtu ambaye anapendelea kuweka password katika simu yake. Alikuwa ni mtu ambaye anaweza kukuachia simu yake na ukaikagua unavyotaka, lakini ghafla ukaanza kuyaona mabadiliko. Kwanza, anakuwa ni mtu ambaye yuko sensitive sana na simu yake. Hataki uisogelee wala hataki uiguse, lakini hata unapoigusa unagundua ameweka password, ambapo unapoingia kwenye message unakuta message zimefungiwa, lakini unapoingia maeneo mbalimbali ambayo unaweza ukaona mawasiliano yake na watu ambao anawasiliana nao, unakuta pia amefunga kwa kutumia password au pattern. Utakapoona ishara kama hizi, ujue kuna uwezekano mkubwa mwanamke ambaye uliingia naye kwenye mahusiano ameanza kuchepuka na mwanaume mwingine, lakini atakuwa ni mtu ambaye pamoja na kuwa ameweka password katika simu zake, hatotaka uweze kujua password hiyo. Mara nyingi atakuwa ni mtu ambaye anajihami sana pale unapotaka kuigusa simu yake. Utakapobaini ishara kama hiyo, jaribu kuanza kufanya utafiti wako binafsi. Inawezekana kuna kitu ambacho anakificha katika mawasiliano yake, na kwa asilimia kubwa huwa ni tabia za uchepukaji, kwani wanawake wengi ambao wameanza kuwasaliti waume zao huwa wanatawaliwa na tabia hii. Namba 4, hawezi kupokea baadhi ya simu mbele yako. Mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano, siku za mwanzo alikuwa ni mtu ambaye kila simu inayopigwa kwenye simu yake anaweza kuipokea kwa uhuru akiwa mbele yako, lakini sasa hivi asilimia kubwa ya simu ambazo anapigiwa anaenda mbali na wewe na kisha anakwenda kuzipokea, tena anaongea kwa sauti ya chini huku akiwa na tahadhari kubwa ili usiweze kujua ni watu gani ambao anazungumza nao na anazungumza nao vitu gani. Utakapoona ishara kama hii, embu jaribu kumchunguza mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano. Inawezekana mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ameshaanza tabia ya uchepukaji, anajihami kwa kwenda kuongea mbali na wanaume zake ili usiweze kujua chochote ambacho kinaendelea nyuma ya carpet. Namba 5, ataanzisha safari za mara kwa mara ambazo hazina manufaa, na mara nyingi safari hizo zitakuwa zinakupa mashaka kila wakati. Kwa mfano, inawezekana mnaishi katika sehemu ambayo soko lipo jirani na sehemu yenu ya makazi, lakini wakati anapotaka kwenda kufanya manunuzi atalivuka soko hilo na kwenda soko la mbali, au wakati mwingine atakuwa anaondoka na kwenda maeneo mbalimbali, anachelewa kurudi nyumbani, alafu anakuwa na visingizio vingi, labda nilienda kwa mama mdogo au labda nilipitia kwa rafiki yangu. Lakini unapojaribu kufuatilia kwa watu hao ambao anasema alikuwa kwao, unagundua amekudanganya. Utakapobaini kiashiria kama hiki kwenye ndoa yako, jaribu kuanza kumchunguza mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano. Inawezekana ameishaanza tabia ya kuchepuka na wanaume wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.